Kila unapopata fursa ya kukutana na mtu mpya kwenye maisha yako, una nafasi nzuri sana ya kutengeneza thamani mbele yake. Mara nyingi tunasema there is no first impression that comes twice. Hakuna mkutano wa mara ya kwanza unaotokea mara mbili. Kwa hiyo tunasema ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza unayetamani kunufaika kutoka kwake, una nafasi moja tu ya kutengeneza thamani kutoka kwake. Mara nyingi unapokutana na fursa kama hii, kuna mambo makubwa matatu unatakiwa kuwa makini nayo ili thamani yako ibakie na ufanikiwe kutengeneza mkutano wa faida na mtu huyo. Jambo la kwanza tunasema ujifunze kusikiliza kwanza kuliko kuzungumza. Wakati mwingine unakutana na watu ambao hawana maneno mengi. Inawezekana ukawa na vitu vingi vya kuzungumza, lakini tunasema toa nafasi yeye azungumze na wewe uzungumze pale inapobidi. Jambo la pili tunasema hakikisha hausahau jina lake. Mtu mmoja ambaye ninamfuatilia sana aliwahi kusema kwamba the most sweetest word for every person to hear is his or her name. Yaani neno tamu zaidi kwa kila mtu kulisikia tunasema ni jina lake. Kwa hiyo hakikisha unapokutana na mtu ambaye unatamani kunufaika kutoka kwake, hausahau jina lake, hausahau title yake, hausahau taarifa yoyote kuhusiana na kile anachokifanya. Lakini jambo la tatu na la mwisho tunasema jitahidi sana usiongelee upande wako usioupenda, usiongelee vitu usivyovipenda. Na mara nyingi pia unaweza ukazungumza kitu ambacho hukipendi, kumbe yeye anakipenda. Na usisahau kwamba kuna vitu vingi ambavyo wewe unavithamini lakini wengine hawavithamini. Na kuna vitu vingi ambavyo wewe hauvithamini, hauvipi thamani wala hauvipi heshima, lakini watu wengi wanavipatia heshima. Ukiwa makini na vitu hivi vitatu, utakuwa ni mtu ambaye utafanikiwa kuwin conversation na utafanikiwa kuwin kila negotiation inayotokea mezani ili uweze kupata fursa unayohitaji. Mimi naitwa Shamba the Shamba, karibu sana bwana. Kama ndo mara yako ya kwanza kunitazama, bye bye.